Ndugu wanahabari, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yaani VETA, ni wakala wa serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi sura ya 82, ikiwa na majukumu ya utoaji, ugharamiaji na uratibu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Kwa lugha rahisi zaidi, VETA ndio inazalisha watu wanaojenga Tanzania kwa vitendo. Kwa mfano, nyumba tunazoishi, barabara tunazopita, umeme tunaotumia, mashine viwandani, huduma za utalii, teknolojia ya kilimo, hadi matengenezo ya magari, yote yanategemea mafundi stadi. Ndiyo maana dira yetu ni Tanzania yenye mafundi stadi mahiri na wa kutosha, na kauli mbiu yetu ni ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote. Msisitizo wa serikali ya awamu ya 6 katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu wanahabari, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, elimu ya ujuzi imepewa kipaumbele katika muhimili muhimu wa ajira na maendeleo. Katika hotuba yake ya Bunge ya tarehe 14 Novemba mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kupanua fursa za kiuchumi kwa vijana kupitia vyuo vya ufundi stadi na kuunganisha mafunzo na miradi ya kimkakati kama SGR, bandari, uchumi wa bluu, madini na gesi. Kauli hii inathibitisha kuwa kijana anayepata ujuzi leo anapata ajira kesho. VETA ndio chombo kikuu cha kutekeleza maono hayo, na sisi VETA Shinyanga, katika kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais katika kuwajengea vijana kesho iliyo bora zaidi, tuna kauli mbiu yetu isemayo VETA Shinyanga, kazi mkononi, ikimaanisha kuwa umuhimu wa chuo cha VETA Shinyanga, mhitimu wa chuo cha VETA Shinyanga hahitimu akiwa hana mwelekeo, bali anatoka akiwa na ujuzi unaomwezesha kuajiriwa, kujiajiri au kuanzisha shughuli zake yeye mwenyewe kupitia ujuzi aliyoupata. Juhudi za VETA Shinyanga katika kupanua fursa kwa vijana. Ndugu wanahabari, katika kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kwa kuhakikisha inatoa fursa za mafunzo kwa vijana kwa kuhakikisha inafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, chuo kinaongeza nafasi za udahili wa wanafunzi. Kwa sasa chuo kinaendelea kuhamasisha vijana wengi zaidi katika wilaya zote za mkoa wa Shinyanga ili wajitokeze kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu na muda mfupi. Kabla ya upanuzi wa chuo wa miundombinu ya chuo, uwezo wetu ulikuwa ni kudahili wanachuo wapatao 400 wa kozi za muda mrefu na wanafunzi chini ya 1200 kwa mwaka. Lakini baada ya upanuzi wa miundombinu ya chuo uliofanyika mwaka 2010 kupitia mradi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, udahili umeongezeka na kufikia wanafunzi 545 wa kozi za muda mrefu na wanafunzi zaidi ya 3000 wa kozi za muda mfupi kwa mwaka. Ndugu wanahabari, ubora wa mafunzo yanayotolewa na VETA Shinyanga umepelekea kupata wanafunzi wa kozi za muda mfupi kutoka nchi zote za Afrika Mashariki, hivyo kupelekea wahitimu wa kozi hizi kupata ajira ndani na nje ya nchi na kuchangia katika uchumi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kipengele cha pili ni kuanzisha kozi mpya kulingana na soko la ajira. VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kutoa kozi zinazoendana na mahitaji ya soko la ajira kama umeme,
wa majumbani na viwandani, uwashi, useremala, ushonaji na ubunifu wa mavazi, uchomeleaji na uungaji vyuma, uhazili na tehama, ukataji, ung'arishaji na uchongaji wa madini vito, ufundi bomba. Kozi hizi zimeboreshwa na ili ziendane na shughuli za kiuchumi za eneo husika, kama madini, ujenzi, biashara ndogo ndogo kulingana na mahitaji ya soko la ajira. VETA Shinyanga imeanzisha kozi mpya za ufundi stadi ambazo ni ufundi wa magari, umeme wa magari na utengenezaji na ukarabati wa barabara. 3. Kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa makundi maalum. Ndugu wanahabari, chuo cha VETA Shinyanga katika kutoa mafunzo ya muda ya ufundi stadi kinapokea na kutoa mafunzo kwa makundi maalum kwa vijana wasio na ajira, wanawake na vikundi vya ujasiriamali. Kwa mfano, programu ya wanawake na Samia ambayo iliendeshwa mwaka jana kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12. Programu hii ilikuwa na jumla ya washiriki 368 na wote ni wanawake. Lakini pia mradi wa bomba la mafuta EACOP ulikuwa na washiriki 20, wa kiume 16 na wa kike 4. Wote hawa wamesoma fani mbalimbali kwa mujibu wa mahitaji yao, lengo likiwa ni kuwawezesha kiujuzi na kiuchumi ili waweze kujiajiri au kuajiriwa, na hivyo kuboresha maisha yao na kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. 4. Ushirikiano wa viwanda na taasisi katika utoaji wa mafunzo. Ndugu wanahabari, katika kuwawezesha vijana kupata mafunzo yenye ubora na yenye kuzingatia soko la ajira, chuo chetu cha VETA Shinyanga kimeendelea kushirikiana vyema na viwanda na taasisi mbalimbali nchini katika kuwapatia wanafunzi wetu mafunzo kwa vitendo na mfumo wa wanagenzi pacha, ambao wanafunzi hupata mafunzo mahali pa kazi, na taasisi hizo ni kama migodi mbalimbali hapa nchini, karakana binafsi, makampuni ya ujenzi, taasisi za umma, viwanda. Na hii imepelekea kuongeza uwezo wa ujuzi kwa vijana wetu. Wanapata mafunzo ya kutosha ya vitendo na inawarahisishia wanapoenda kazini kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. 5. Ni urasimishaji ujuzi, yani recognition for prior learning. Ndugu wanahabari, VETA Shinyanga katika kuhakikisha inaunga juhudi za Mheshimiwa Rais imeendelea kutoa fursa kwa mafundi waliopata ujuzi nje ya mfumo rasmi, ambapo chuo kuwafanyia tathmini ya umahiri wao kulingana na fani zao na kisha kuwapatia vyeti vinavyotambulika kitaifa. Hii huwasaidia kupata ajira rasmi au kushiriki zabuni mbalimbali nchini, kwa mfano zabuni za ujenzi wa mashule, hospitali na shughuli nyingine mbalimbali zinazotolewa na serikali yetu. 6. Ni uboreshaji wa miundombinu na vifaa. Ndugu wanahabari, serikali yetu kupitia VETA makao makuu imeendelea kuboresha karakana, madarasa na ununuzi wa zana za kufundishia na kujifunzia ili kuongeza ubora na idadi ya wanafunzi wanaopokelewa. Hii inawezesha vijana wengi zaidi kuweza kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi katika chuo chetu. 7. Ni uhamasishaji wa elimu ya ufundi stadi. Chuo chetu cha VETA Shinyanga kupitia mikutano ya kijamii, maonesho, vyombo vya habari kimeendelea kuhamasisha jamii kutambua kuwa stadi ni fursa ya ajira na kujitegemea. Unyumbufu wa mafunzo. Ndugu wanahabari, katika kuunga juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kuhakikisha inatoa fursa za mafunzo kwa vijana kwa kuhakikisha inafanya mambo yafuatayo. 1.
kupokea waombaji wenye elimu ya juu. Chuo chetu kinapokea waombaji wote wenye mahitaji maalum bila ubaguzi na huwapa ushauri wa kitaaluma ili wachague fani zinazoendana na uwezo wao. Kwa mfano, chuo chetu kinawapokea wahitimu wa elimu ya juu wanaotaka kuongeza ujuzi wa vitendo, hands-on skills, ili kujiongezea uwezo wa kuajirika au kujiajiri. Hii huwasaidia kupata stadi za kiufundi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, hususan wale waliokaa muda mrefu wakisubiria ajira za serikali. Kwa majina naitwa Ezra Shedrack Kechegwa kutoka Kigoma. Ni mhitimu wa degree katika Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2023. Nipo hapa VETA Shinyanga kama sehemu ya kuongeza wigo wa nafasi za kazi. Ukiangalia sasa hivi tumekuwa na ushindani mkubwa. Sasa unaweza ukawa na elimu yako hiyo lakini ukashindwa kukompeti kwenye soko la ajira nje ya mfumo wa serikali. Kwa hiyo kufanya hivi ni sehemu ya kuongeza nafasi katika soko hilo la ushindani wa ajira. Nipo hapa nachukua operation ya motor grader, mashine motor grader. Kwa nini uliamua kusoma mafunzo haya? Nimeamua kuchukua mafunzo haya. Moja, nimekuwa nikishawishika na shughuli hizi. Yaani napenda sana cha kwanza. Kwa hiyo hata baada ya kumaliza degree yangu hiyo 2023, basi nikaona ni muda sahihi wa mimi kuja kuchukua hii fani. Ni kitu ambacho nimekuwepo nacho tangu mwanzo pia. Sambamba na kutamani sana kufanya shughuli hizi, bado tunaangalia katika soko la ajira. Yaani kwamba licha ya kwamba umesoma, umeipenda fani, kuna kitu cha ziada ambacho kinachochea swala zima lenyewe, na kitu chenyewe ni cha ajira. Ukiangalia vijana tumesoma, tumefanyaje, lakini ukizungumzia nafasi ya ajira bado ni changamoto. Kwa hiyo tumetumia fursa hizi za VETA Shinyanga hapa kama sehemu ya kuongeza nafasi kwa upande wa ajira zenyewe. Cha kwanza kabisa ni shukuru kwa kupata nafasi ya kujiunga na VETA Shinyanga. Ukizungumzia mfumo wa nafasi za hapa, kwa kweli ni ushindani, kwa sababu chuo chenyewe tayari kina rekodi nzuri. Ukizungumzia kuanzia usajili, kozi zenyewe zinavyotolewa, program zilizopo zinafanya ushindani mkubwa. Kwa hiyo kwa mfumo ulioko hapa, nashukuru kwa kweli, ni supportive, ni favorable kwa vijana ambao wanafika hapa, na kila mmoja anafurahia uwepo wa VETA Shinyanga. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika.
haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.